Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisa hiki cha kijana ambaye alikuwa anaitwa Yusuf, ambaye alikuwa na familia yake. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kwenda polini kukata kuni na kwenda kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuuza ili aweze kuendesha familia yake. Mpenzi mtazamaji kupitia Haba Khairo TV, kabla ya yote ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare utakapotazama video hii, ili wenzako waweze kupata faida. Usisahau kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na kufanya istighfari kwa wingi. Kijana Yusuf alikuwa maarufu sana katika mji wake ambao alikuwa anaishi, kutokana na ukarimu wake na upole wake, lakini pia kutokana na tabia zake njema. Kijana Yusuf alikuwa akiendesha maisha yake kupitia kazi yake ya kukata kuni na kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kupata tonge lake la kila siku. Kijana Yusuf hakuwa na tamaa ya kitu cha mtu. Hakuwahi kuomba wala kudhulumu wala kunyang'anya kwa nguvu. Alikuwa anajitahidi kufanya kazi kwa bidii ili familia yake isilale njaa. Yusuf kila siku alikuwa baada ya swala ya alfajiri anaamka na kuchukua shoka lake na kuelekea polini ambako anaenda kukata kuni na kuzileta sokoni. Hii ndio ilikuwa ada yake na maisha ya siku zote ya kijana huyu Yusuf. Siku moja Yusuf alikuwa anaenda katika kazi zake za kukata kuni kwa ajili ya kuja kuleta sokoni ili apate tonge lake la kila siku. Mara ghafla akaona mfuko ambao unaashiria ni mfuko uliojaa pesa, yaani ile mifuko maalumu ya kutilia pesa. Yusuf akasogelea hadi pale na kweli akakuta mfuko umejaa pesa nyingi sana. Alishtuka sana Yusuf. Akajaribu kuangalia mbele na nyuma, kulia na kushoto, kama kuna mtu yoyote ambaye anautafuta ule mfuko, lakini hakumuona mtu yoyote. Yusuf akaubeba ule mfuko pamoja na zile kuni, akaelekea kama kawaida yake sokoni. Yusuf baada ya kuuza kuni zake akaanza kunadi sokoni kama kuna mtu yoyote ametupa au amepoteza kitu chake cha thamani, basi aweze kujitokeza aelezee. Ikiwa hiko kitu kinafanana na kile kitu ambacho amekiokota Yusuf, basi atakabidhi. Watu wa sokoni walimshangaa sana. Yusuf imekuwaje? Yaani ufakiri wote aliokuwa nao, umaskini wote aliokuwa nao, lakini bado ameokota kitu cha thamani, anatangaza. Watu wanamuona wa ajabu sana Yusuf. Yusuf aliendelea kutangaza bila mafanikio. Mara ghafla anakaribia kuondoka nyumbani kwake. Yusuf alimuona mzee mmoja kikongwe, kama anaashiria kutafuta kitu, lakini hajajua anatafuta nini. Yusuf akamsogelea na akamuuliza. Mzee akasema, "Ndio, nimepoteza mfuko wangu wenye pesa nyingi
na ndio akiba yangu ninayoitegemea. Yusuf akaomba, naomba unieleze mfuko wako ukoje. Yule kikongwe akaanza kuelezea kwa kadri alivyoweza kuhusu mfuko wake ambao una pesa. Baada ya maelezo ya kutosha, Yusufu akasema, mfuko wako ninao mimi, na ndio huu hapa, naomba nikukabidhi. Yule mzee alishtuka sana kwa sababu alishakata tamaa. Akasema, hivi mfuko wangu bado uko salama? Upo salama katika dunia ambayo imejaa tamaa na utapeli na kutokuoneana huruma, lakini bado mfuko wangu uko salama. Yule mzee alishangaa sana. Lakini makabidhiano yale ya mfuko ambao uliopotea kwa yule mzee, watu wa sokoni walikuwa wanashuhudia lile tukio, wakawa wanamshangaa sana Yusuf. Kijana huyu wa kipekee katika zama zetu hizi, kuweza kurudisha kitu ambacho amekiokota na hajaonekana na mtu yoyote. Yusufu akakabidhi na haraka sana akaondoka. Akaondoka nyumbani kwake, akakutana na watoto wake na kuanza kuwahusia kuhusu kutenda wema na kuwa waaminifu mbele ya jamii. Habari za Yusufu zilitangaa sana pale kijijini. Zikamfikia mpaka tajiri mmoja ambaye tajiri huyo anapitia changamoto sana katika usimamizi wa mali zake. Maana wale watu wote ambao wamemzunguka katika usimamizi wa mali zake ni wahuni sana. Wanamuibia, wanasema uongo, hawaaminiki katika majukumu yao ya kazi. Tajiri akasema, basi ngoja nimchunguze huyu ambaye kijiji kizima kinamuimba. Kijiji kizima kinamsifu kwa wema wake na tabia zake mzuri. Tajiri akamtafuta mtu wake wa karibu katika wafanyakazi wake. Akasema, naomba mumtege huyu kijana Yusuf. Chukueni hili begi lenye fedha, kategesheni katika njia ambayo Yusuf anapita kila siku kuenda katika kazi zake. Katika kazi zake hizo za kukata kuni. Na mkae hapo mumfuatilizie Yusuf atafanya nini. Yule kijana wa bosi akafuata maelekezo kama alivyoelekezwa na bosi wake. Akategesha begi na kweli Yusuf akawa anapita kutoka katika shughuli zake za kukata kuni kwa ajili ya kuendesha familia yake. Yusuf akakutana na begi hilo na kuliokota kama kawaida yake. Labda anaweza kuona mtu yoyote ambaye limemdondoka. Akatazama kulia na kushoto pia aweze kuona labda kuna mtu pembeni, labda ameliweka kwa dharura, lakini hakuweza kuona. Yusuf akasema, nalitoa begi hili njiani na nitaenda nalo mjini kwa ajili ya kulitangaza kama nilivyofanya awali kwa muhusika. Wale vijana wa bosi walimuona Yusuf alivyokuwa anafanya harakati zote, wakawa wanamfuatilia na akaanza kutangaza tena, na watu wa mjini kwake waliendelea kumshangaa Yusuf, lakini pia waliendelea kumsifia kwa tabia zake ambazo wengi wao hushindwa kufanya tabia kama hizo. Unaokota begi limejaa fedha alafu unatangaza, ni wachache sana. Yusuf akatangaza kwa muda mrefu. Yule kijana ambaye alitumwa na bosi
Akategesha lile begi, akajitokeza na akasema hili begi langu liko kadha 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 kadha. Kweli Yusuf akakubaliana na zile alama, akamkabidhi. Bosi akapewa taarifa kwamba Yusuf mtihani ule amefaulu. Bosi akaona haitoshi, akaamua tena kumtega Yusuf. Alimchukua mtoto wake wa miaka 3 bosi na kuambia wafanyakazi wake kwamba mtoto huyu kamtegesheni porini ambako Yusuf anakata kuni, alafu mumuache mujifiche, tuone Yusuf atafanya nini. Na bosi alimtoa mtoto wake huyo kama mtego, ambaye anampenda sana, lakini kwa ajili ya kumtega Yusuf, bosi akaamua afanye hivyo. Na ni kweli katika lile pori ambalo Yusuf amezoea kwenda kukata kuni, akategeshwa yule mtoto, na mara ghafla Yusuf akawa anasikia vilio vya mtoto mdogo. Akashtuka sana, akaacha shughuli zote na akaanza kumfuatilia. Na kweli alipofuatilia, alimuona mtoto wa miaka 3 yuko peke yake. Kama kawaida yake, Yusuf akaangalia mbele na nyuma, kushoto na kulia, ili aweze kuona kama kuna mtu yoyote ambaye labda amepatwa na lolote akamwacha mtoto pale, lakini hakuweza kumuona mtu yoyote. Akawa analaumu tu, inakuwaje mtoto mdogo kama huyu mtu anamwacha polini, au amepotea? Yusuf alikuwa anajiuliza moyoni. Yusuf akambeba mtoto yule mpaka sokoni, akaanza kumtangaza, lakini hakuna mmoja yoyote ambaye alimjibu kusema huyu mtoto ni wangu au wa fulani. Akaendelea kutangaza kwa nguvu zote. Mara akatokea mtu mmoja akasema, mtoto huyu kafanana na mtu fulani, inawezekana ni wake. Akasema, mimi naweza kukusaidia kwenda, pengine ni wake. Kumbe na huyu mtu anayesema hivyo ni yupo katika timu ya yule bosi ambaye anamtega Yusuf, kumwangalia uaminifu wake ni wa kweli au anaigiza. Kweli Yusuf akakubali kufuatana naye, wakafika hadi kule kwa bosi. Bosi akasema, mtoto wangu nilikuwa namtafuta sana. Maneno mengi bosi kaongea, kuonyesha kwamba kama ni kweli amempoteza mtoto, lakini kumbe ulikuwa mtego kwa Yusuf. Yusuf akamuuliza, sasa kwa nini mtoto mdogo kama huyu umemwacha polini? Bosi akasema, hapana, alipotea tu na sikujua wapi ameelekea. Yusuf akamkabidhi mtoto kwa baba yake, akaanza kuondoka. Kabla ya kuondoka, Yusuf akaitwa na bosi, akamwambia, Yusuf, hakika umeshinda mitihani yangu. Akashangaa, mitihani? Ndiyo, umeshinda mitihani yangu. Mtihani wangu wa kwanza nilikutegeshea pesa kupitia vijana wangu, lakini haukuweza kuchukua hata shilingi moja. Mtihani wangu wa pili nikakutegeshea mtoto wangu, lakini haukuweza kumwacha polini, na mtoto ambaye ninampenda sana. Yusuf, nikwambie ukweli kwamba Mungu amenijalia hizi mali, lakini wafanya kazi waaminifu, neema hiyo Mungu
hajanipa. Nilikuwa nikitafuta kwa muda mrefu sana wafanyakazi waaminifu bila mafanikio. Nikasikia sifa zako kutoka kwa wanakijiji. Hakika nimevutiwa, lakini kabla hapo nikaamua nifanye uchunguzi ili nijiridhishe. Na hakika nimejiridhisha. Hakika wewe utafaa kuwa mfanyakazi wangu. Yusuf akasema, mimi nafanya haya yote sio kwamba nawaogopa binadamu au kwa kutaka fahari mbele ya watu. Hii nafanya kwa ajili ya kutaraji radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, na si vinginevyo. Yusuf aliongea hivyo. Bosi aliendelea kushangaa, huyu kijana ni wa kipekee sana. Bosi akaendelea kumsisitiza Yusuf amwajiri katika biashara zake na majukumu mengine. Yusuf alitafakari sana kwa kuinamisha kichwa chake chini na kumwomba bosi kumwambia amwache afikirie. Alitumia dakika kadhaa Yusuf kufikiria swala lile, na baadaye akanyanyua kichwa na kumwambia bosi, hakika kama kazi zako hazitanigombanisha na Allah subhanahu wa ta'ala, hazitamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, niko tayari. Lakini ikiwa kazi zako zitanifanya ni muasi Allah subhanahu wa ta'ala, hapana, bora uniache tu niendelee na kazi zangu za kukata kuni. Bosi akamhakikishia kwamba kazi zangu ambazo nitakukabidhi uzisimamie hazitakugombanisha wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, kwani ninaamini wewe ni mtu wa Mungu. Yusuf alikubali, akaenda kutaarifu familia yake na watoto wake. Hakika walifurahi sana kuona baba yao anapata kazi yenye manufaa zaidi ya ile ambayo alikuwa anafanya mwanzo. Na hatimaye Yusufu akawa mwajiriwa wa bosi yule kutokana na uaminifu wake. Hakika mpenzi mtazamaji, kisa hiki kifupi ambacho kina mazingatio kinatuhimiza uaminifu kila pahala. Usifanye jambo kwa ajili ya kutaraji sifa kutoka kwa watu, fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpenzi mtazamaji, mpaka kufikia hapa niseme wabillahi tawfiq, uhibbukum bila hudud, wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Usisahau kumsalia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na kuleta istighfar. Bye bye.